Bwana, mambo vipi? Karibu sana katika mwendelezo wa simulizi zetu. Tunaendelea na simulizi yetu nzuri kabisa, simulizi ya 30 Second. Mtunzi ni Felix Okanda, nami ni msimuliaji wako. Langu jina naitwa Salki, kiniita Mr. Stallman, inakuwa noma zaidi. Usiku ulikuwa bado haujaisha, lakini kwa Fera kila kitu kilikuwa tayari kimebadilika. Alikuwa akiendesha gari kwa kasi kwenye barabara iliyoloa mvua. Taa za mbele zilikata giza kama visu vilivyopasua ukimya. Pembeni yake Aisha alikuwa amelala nusu fahamu, pumzi yake ikiwa nzito, lakini bado yuko hai. Kila pumzi yake ilikuwa kama ushahidi kwamba bado kulikuwa na sababu ya kupigana. Ndani ya gari kulikuwa na harufu ya damu na mvua, mchanganyiko ambao ulimkumbusha Fela kuwa vita hii haikuwa tena ya pesa au kazi. Ilikuwa ya kuishi, ya kulipiza na ya kulinda kile kidogo kilichobaki kuwa cha kweli. Akili yake ilikuwa inarudi nyuma kwenye maneno ya bosi. Zemaski si kundi, ni mfumo. Na hapo ndipo alianza kuelewa. Hii haikuwa vita mtu mmoja dhidi ya mtu mwingine. Ilikuwa ni vita dhidi ya kitu kisichoonekana kirahisi, kitu kilichokuwa kila mahali. Alipofika kwenye maficho yake ya mbali zaidi, eneo la zamani lililokuwa limeachwa nje kidogo ya jiji, alizima gari na kushuka haraka. Alimchukua Aisha kwa uangalifu na kumpeleka ndani. Ndani kulikuwa na vifaa vya msingi vya matibabu, na bila kupoteza muda alianza kushughulikia jeraha lake. Mikono yake ilikuwa thabiti, lakini moyo wake haukuwa mtulivu. Kila tone la damu alilokuwa analizuia lilimkumbusha kuwa angeweza kumpoteza. Baada ya dakika kadhaa za kazi ngumu, alifanikiwa kusimamisha damu kwa kiasi kikubwa. Aisha alifungua macho polepole, akimwangalia kwa utulivu uliochanganyika na maumivu. Hakuwa na maneno mengi, lakini ule ukimya ulikuwa na maana zaidi ya sentensi yoyote ile. Hatujaisha, alisema kwa sauti ya chini, akivuta pumzi kwa tabu. Fera alitikisa kichwa kidogo. Hapana, sasa ndio tunaanza. Asubuhi ilipofika, mwanga wa jua uliingia ndani ya chumba kile kwa aibu, ukionyesha uso wa dunia mpya ambayo haikuwa tena ya kawaida kwao. Fela alikuwa amekaa mbele ya laptop yake, akichambua data zote alizokuwa nazo. Kwa mara ya kwanza hakuwa anatafuta target, alikuwa anatafuta mfumo. Aisha akiwa bado dhaifu, lakini macho yake yakiwa hai. Alijiinua kidogo kumtazama. Zemaski ina ngazi, alisema polepole. Si kila mtu anajua kila kitu. Kuna layers, kama kivuli juu ya kivuli. Fela hakusema chochote, lakini alisikiliza kwa makini. Level ya chini ni wauzaji, wapiga kazi kama ulivyokuwa. Level ya kati ni waratibu wanaopanga operations, lakini level ya juu. Alisimama kidogo, akimeza mate. Ndio hatari zaidi, au si waharifu tu, ni watu wanaoheshimika, wenye majina, wenye nguvu. Fela aligeuka polepole kumtazama. Unamaanisha? Aisha alitikisa kichwa. Wanasiasa, wafanyabiashara wakubwa, watu ndani ya system yenye usalama, sheria, hata media. Maneno hayo yaligonga kama radi
Hivyo ilimaanisha hakuna sehemu salama, hakuna mtu wa kumwamini. Hii haikuwa vita mtaani tena, ilikuwa vita ya juu kabisa. Fella alirudi kwenye skrini yake akivuta data zaidi, akichimba dipa. Ndipo alipogundua kitu kinachomfanya nyamaze. Kulikuwa na faili lililokuwa limefichwa kwa ustadi mkubwa. Alipolifungua, picha zilianza kuonekana, mikutano ya siri, nyuso zilizofunikwa na baadhi hazikuwa zimefunikwa. Na hapo ndipo alipoona watu walioonekana kwenye TV kila siku, watu waliokuwa wanahubiri sheria, watu waliokuwa wanaheshimiwa. Aliongea chini ya pumzi. Aisha alisogea karibu, macho yake yakipanuka alipoona kile kilichokuwa kwenye screen. Hiyo ndio level ya juu, alisema kwa sauti ilikuwa na uzito. Na sasa wanajua kama tunajua. Kimya kilitanda tena, lakini safari hii kilikuwa kimya kabla ya mlipuko. Fella alisimama akianza kutembea polepole ndani ya chumba, akili yake ikifanya kazi kwa kasi. Watatufikia kabla hata hatujafikia hata nusu ya njia, Aisha alikubaliana. Tunachohitaji ni leverage, kitu kinachowalazimisha wajitokeze. Fella alisimama ghafla, macho yake yalikuwa yamebadilika. Kulikuwa na plan. Tunawatoa kwenye kivuli, alisema. Tunawafanya jionyeshe wenyewe. Na hapo ndipo mission mpya ilipozaliwa. Siku mbili zilizofuata zilikuwa ni siku za maandalizi. Walikusanya taarifa, walifuatilia mawasiliano na hatimaye walipata kitu. Mkutano wa siri uliopangwa kufanyika usiku mmoja katika jengo la kifahari lililokuwa katikati ya jiji. Huo ulikuwa ni mkutano wa kawaida. Huu ulikuwa ni mkutano wa level ya juu, The Mask. Fella alijua hatari yake, lakini pia alijua huo ndio ulikuwa mlango wao pekee. Usiku ulipofika, walikuwa tayari wakiwa wamevaa mavazi ya kujificha. Walifika eneo hilo kwa tahadhari kubwa. Jengo lilikuwa limezungukwa na ulinzi mkali, lakini Fella na Aisha hawakuwa wageni wa mifumo kama hiyo. Walipenya ndani kwa ustadi, wakiepuka kamera, wakizima sensors, wakitembea kwa vivuli. Ndani ukumbi ulikuwa umejaa watu waliovaa suti na vinyago vya kifahari, maski tofauti lakini maana moja. Hapo ndipo Fella alipothibitisha The Mask halikuwa jina tu, ilikuwa ni utambulisho. Walijificha kwenye balcony ya juu wakichunguza kila kitu. Na hapo ndipo tukio lilipoanza. Mtu mmoja alisimama katikati ya ukumbi akitoa hotuba. Sauti yake ilikuwa tulivu lakini ina mamlaka. Tumempoteza mmoja wetu, alisema. Lakini mfumo unaendelea. Fella alikunja mikono yake kwa hasira, lakini kabla hajachukua hatua, Aisha alimshika mkono wake. Subiri, alisema kwa sauti ya chini. Kisha akaonesha upande mmoja wa ukumbi, na hapo Fella aliona kitu ambacho hakutarajia. Mtu mmoja alisimama pembeni na alikuwa amevaa maski, lakini alipoigeuza kidogo, uso wake ulionekana wazi kwa sekunde moja, na huo uso ulimfanya Fella kuganda, kwa sababu alikuwa ni mtu anayemjua, mtu ambaye hakuwahi kufikiria angekuwa sehemu ya The Mask, mtu ambaye alikuwa ni sehemu ya maisha yake ya zamani. Sekunde ile ambayo uso ulionekana wazi chini ya mwanga hafifu wa ukumbi, ulimwengu wa Fella ulisimama. Hakusikia tena kelele za watu waliokuwa wanazungumza chini, hakusikia hata pumzi yake mwenyewe. Kila kitu kilinyamaza, isipokuwa kumbukumbu zilizokuwa zinamrudia kwa kasi isiyoelezeka siku za nyuma, nyakati ambazo hakuwa na damu mikononi mwake, wakati maisha
yalikuwa na maana tofauti kabisa. Macho yake yalibaki yameganda kwa mtu yule aliyesimama katikati ya watu waliovaa maski, mtu ambaye hakupaswa kuwa hapo. Mikono yake ilianza kutetemeka kidogo, si kwa hofu ya hatari iliyokuwa mbele yake, bali kwa uzito wa ukweli aliyokuwa ameuona. Aisha aligundua mabadiliko hayo mara moja. Alimsogelea karibu zaidi, akamshika mkono kwa upole, lakini kwa nguvu ya kumrudisha Fela kwenye uhalisia. Fera, alimnong'oneza kwa tahadhari, lakini jina hilo halikumrudisha mara moja. Alikuwa bado yuko mbali ndani ya kumbukumbu. Mtu yule aliyekuwa amesimama pale alikuwa ni Musa, mtu aliyemlea Fera baada ya kupoteza familia yake, mtu aliyemfundisha kuishi mtaani, mtu aliyemkinga na njaa na baridi, na mtu aliyemwambia kwamba dunia ilikuwa kali, lakini bado kulikuwa na haki ndani yake. Musa hakuwa tu mlezi, alikuwa kama baba, na sasa alikuwa amesimama pale ndani ya Zemaski akizungumza na watu waliokuwa wanatawala giza la dunia. Fera alihisi kifua chake kikibana, pumzi yake ikikatika kidogo. Huu haukuwa usaliti wa kawaida, huu ulikuwa ni usaliti wa damu ya kiroho. Alitaka kuamini kwamba labda kuna maelezo, labda kuna sababu, lakini macho yake yalikuwa yanaona ukweli ambao haukuhitaji tafsiri. Aisha alimvuta polepole, akimlazimisha kukaa chini ili wasionekane. Hivi unamjua? Aliuliza kwa sauti ya chini sana. Fera hakujibu mara moja. Alimeza mate kwa shida, macho yake bado yakimwangalia Musa aliyekuwa akiongea kwa utulivu, kana kwamba hakuna kilichoharibika kwenye dunia. Alinilea, hatimaye alisema, sauti yake ikiwa nzito na iliyovunjika kwa ndani. Aisha alinyamaza kwa sekunde chache, akielewa uzito wa maneno hayo. Hakukuwa na maneno ya kumfariji mtu katika hali kama hiyo. Hapo hapakuwa na sawa wala kosa lililo wazi, kulikuwa na ukweli mchungu tu. Chini yao mkutano uliendelea. Musa alionekana kuwa na mamlaka makubwa. Watu walikuwa wanamsikiliza kwa makini, kila neno lake lilikuwa na uzito. Hatari iko karibu zaidi kuliko tunavyodhani, alisema kwa sauti tulivu lakini yenye nguvu. Kuna watu wawili wamevuka mipaka yao na wameanza kuona kile kitu ambacho hakipaswi kuonekana. Fera alihisi moyo wake ukidunda kwa nguvu zaidi. Alijua anazungumziwa, lakini kila mfumo una njia ya kujilinda. Musa aliendelea, na sisi tutahakikisha wananyamazishwa kabla hawajageuza mizani. Maneno haya yalikuwa kama kisu kinachochoma taratibu. Hakuwa tu ndani ya Zemaski, alikuwa akiongoza. Aisha aligeuka kumtazama Fera, akiona mapambano ndani ya macho yake. Hatuwezi kubaki hapa muda mrefu, alimwambia kwa upole lakini kwa uthabiti. Hii si sehemu ya hisia, hii ni vita. Lakini kwa Fera, vita hiyo ilikuwa imebadilika. Sasa ilikuwa kati ya kile kilichokuwa kikiamini na kile kilichokuwa kweli. Aliinuka polepole, macho yake yakibadilika kutoka kwenye maumivu kwenda kwenye uamuzi. Nahitaji kuzungumza naye, alisema. Aisha alimshika mkono wake haraka. Huu ni mtego, alisema. Wanangoja hilo, lakini Fela alitikisa kichwa. Hapana, hii ni kitu kingine. Bila kusubiri jibu, aliondoka kwenye kivuli cha balkon na kuanza kushuka chini kwa tahadhari.
Aisha alilazimika kumfuata hata kama moyo wake haukuwa na amani. Walifika chini, kelele za ukumbi zilikuwa bado zinaendelea, lakini macho ya Fela yalikuwa kwa mtu mmoja tu. Alitembea moja kwa moja kuelekea kwa Musa. Kila hatua ilikuwa nzito, kila sekunde ilikuwa na uzito wa historia yao. Hatimaye walikutana tena uso kwa uso. Musa alisimama kimya kwa sekunde moja alipomwona. Hakukuwa na mshangao mkubwa usoni mwake, kana kwamba tayari alishajua, kana kwamba tayari alijua siku hii ingefika. Alivua maski yake polepole, alionyesha uso ule ule ambao Fela aliukumbuka, lakini sasa ulikuwa na kitu kingine baridi. Umefika mbali Fela, alisema kwa sauti ya chini. Fela alimtazama kwa macho yaliyojaa maswali elfu. Kwa nini? Hilo ndio neno pekee lililotoka. Musa alitabasamu kidogo, tabasamu ambalo halikuwa la furaha. Kwa sababu dunia haiko kama ulivyofundishwa kuamini, alisema. Haki ni hadithi wanayosimuliwa watoto. Ukweli ni nguvu. Mazungumzo yao yalikuwa mafupi lakini mazito. Musa alijaribu kueleza kwamba kila alichokifanya kilikuwa kwa ajili ya kuishi, kwa ajili ya kuwa juu ya mfumo badala ya kukandamizwa nao. Alidai kwamba alinenda Fela kwa kumweka mbali na ukweli huo hadi alipokuwa tayari. Lakini kwa Fela maneno hayo hayakuwa na uzito wowote. Umeniunda kuwa kile ulichotaka, kisha ukaniacha niwe chombo chako bila kujua, alisema kwa uchungu. Musa hakukanusha, na hilo ndilo lililomuumiza zaidi. Ghafla hali ilibadilika. Milango ya ukumbi ilifungwa kwa nguvu, taa zikabadilika rangi, na sauti ya tahadhari ikasikika. Mtego ulikuwa umefungwa. Musa alirudi nyuma kidogo, macho yake yalibadilika. Samahani Fela, alisema kwa sauti ya chini. Hii ndiyo njia pekee. Na hapo ndipo watu waliovaa maski waliinua silaha zao. Kila kitu kililipuka kwa sekunde moja. Risasi zilianza kurindima, kelele zikasikika, watu wakaanza kukimbia na si kukimbizana. Fela alimvuta Aisha haraka. Walijificha nyuma ya nguzo kubwa ya ukumbi. Mapambano yalikuwa makali kuliko yote waliowahi kukutana nayo. Hawa hawakuwa watu wa kawaida. Hawa walikuwa elite ya mfumo. Lakini hata hivyo, Fela na Aisha hawakuwa tayari kuanguka. Walipigana kwa nguvu zote, wakisonga mbele hatua kwa hatua, wakitafuta njia ya kutoka huko, kila sekunde ikionekana kama mwisho. Katikati ya machafuko hayo, macho ya Fela yakakutana tena na ya Musa. Kulikuwa na kitu ndani, labda majuto, labda uamuzi mgumu. Lakini kabla ya chochote akijatokea, Aisha alipigwa risasi kwa mara nyingine tena. Sauti yake ilikatiza kila kitu. Fela aligeuka haraka akimtazama kabla hajaanguka. Dunia ilianza kuwa ndogo kwake. Sasa kulikuwa na kitu kimoja tu kilichokuwa muhimu. Hapana, aliongea kwa sauti iliyovunjika, akijaribu kuzuia damu kwa mikono yake. Aisha alimtazama, macho yake yakiwa na machozi kidogo, lakini pia na tabasamu la ajabu. Usisimame, alimwambia kwa tabu. Maliza hii. Maneno yake yalikuwa kama moto ndani ya moyo wa Fela. Hapo ndipo kitu kilibadilika kabisa ndani yake. Alisimama polepole, macho yake yakawa baridi, si kwa kukosa hisia, bali kwa kuwa tayari ameamua. Aligeuka kumwelekea Musa, na kwa mara ya kwanza hakumwona kama baba, alimwona kama adui. Ukumbi ule ulikuwa umejaa kelele na risasi. Ulianza kupoteza maana kwa Fela, kwa sababu dunia yake yote ilikusanyika kwenye mikono yake. Alipokuwa amemshika Aisha, mwili wake ulikuwa dhaifu,
na damu ikiendelea kumtoka kwa kasi ambayo ilionekana kama inahesabu sekunde zake za mwisho. Sauti za watu waliokuwa wanapigana, milio ya risasi na vilio vya wale waliokuwa wanakimbia vilikuwa vinasikika mbali sana kwake, kana kwamba alikuwa ndani ya ndoto nzito ambayo hawezi kuamka. Alimshika Aisha kwa nguvu zaidi, akijaribu kwa kila namna kuzuia damu isitoke zaidi, lakini alijua ndani kabisa, nafsi yake alijua kuwa hali ilikuwa mbaya kuliko alivyotaka kuikubali. Macho ya Aisha yalikuwa bado yamefunguka kidogo. Kulikuwa na utulivu ndani ya macho yake, utulivu wa mtu ambaye tayari ameanza kuukubali mwisho wake. Fera aliongea kwa sauti ya chini sana, sauti ambayo ilimfanya asogee karibu zaidi, kana kwamba angeweza kushika kila neno lisipotee hewani. Usiache, alijaribu kusema. Usiache, alijaribu kusema, lakini pumzi yake ilikatika. Fela alitikisa kichwa kwa nguvu, machozi yakianza kujikusanya bila ruhusa. Hapana, hapana, bado hauendi, alisema kwa sauti iliyovunjika, ile sauti ambayo haikuwa ya mauaji wala mpiganaji, bali ya mtu aliyekuwa anaogopa kupoteza kitu cha mwisho kilichobaki kwenye maisha yake. Lakini Aisha alitabasamu kidogo, tabasamu la maumivu lakini la upendo ulikuwa wazi wazi. Kwa mara ya kwanza, bila kujificha nyuma ya ukuta wa siri. Ulinifanya niamini tena, alisema kwa tabu. Kila neno lilikuwa zito kuliko risasi. Na hilo linatosha. Na hilo linatosha. Maneno haya yalipenya ndani ya moyo wa Fela kama kisu, yakichoma polepole, lakini kwa kina kisichopimika. Alijaribu kusema kitu chochote, lakini maneno yalimkataa. Kilichotoka ni pumzi nzito na machozi ambayo sasa hayakuwa yakizuilika. Aisha aliinua mkono wake kwa tabu na kuugusa uso wake, akifuta machozi yale kwa upole wa mwisho. Usiwe kama wao, alisema, akimaanisha Zemaski, mfumo ambao ulikuwa umeharibu kila kitu walichokigusa. Kisha polepole mkono wake ulianguka, na hapo ukimya uliingia, si ule wa nje, bali ule wa ndani, ule ambao unazima kila kitu. Fela alibaki pale akimshika, akingoja labda pumzi nyingine, labda ishara yoyote, lakini haikuja. Aisha alikuwa ameondoka, na kwa sekunde ile kila kitu ndani ya Fela kilivunjika. Hasira, maumivu, mapenzi, vyote vilichanganyika na kuwa kitu kimoja kisichoelezeka. Alimlaza polepole chini, akimwangalia kwa mara ya mwisho, kisha akasimama. Mwili wake ulikuwa mzito, lakini macho yake yalikuwa yamebadilika. Hakukuwa tena na mashaka ndani yake. Hakukuwa tena na sehemu ya kuhurumia. Kulikuwa na uamuzi mmoja tu uliobaki kumaliza. Aligeuka polepole, macho yake yakimtafuta Musa katikati ya vurugu iliyokuwa bado inaendelea. Na hapo alimwona amesimama mbali kidogo. Alimwangalia pia. Hakukuwa na tabasamu tena usoni mwake. Hakukuwa na mamlaka ile ile. Kulikuwa na kitu kingine, labda majuto, labda hofu, lakini ilikuwa imechelewa kwa vitu hivyo. Fela alianza kuelekea kwake, hatua kwa hatua. Risasi ziliruka pande zote, lakini kana kwamba hakuna aliyeweza kumgusa. Watu walikuwa wanapigana, walionekana kama vivuli tu kwake.
Dunia ilikuwa imepungua hadi kuwa mstari mmoja tu kati yake na Musa. Walipokutana katikati ya ukumbi, muda ulionekana ukisimama tena. Umechagua, Musa alisema kwa sauti ya chini. Fela hakujibu mara moja. Alimtazama kwa muda mrefu, akijaribu kuona kama kuna kitu chochote kilichobaki cha yule mtu aliyemlea, lakini hakukiona. Ulinifundisha kuishi, hatimaye alisema, sauti yake ikiwa tulivu lakini yenye uzito usiopingika. Lakini hawakuniambia kwamba siku moja nitapaswa kukuua nitapaswa kukuua ili kuishi. Musa alifumba macho yake kwa sekunde moja, kana kwamba maneno hayo yalikuwa mzigo mzito kwake pia. Hii ndiyo dunia, alisema. Hakuna familia, hakuna upendo, ni nguvu tu. Fela alitikisa kichwa polepole. Hapana, alisema. Hiyo ndio dunia uliyoichagua, sio yangu. Na hapo, bila kelele, bila onyo, alifatua risasi. Musa alitikisika kidogo. Macho yake yalifunguka kwa mshangao mdogo ambao ulipotea haraka. Alijaribu kusema kitu, lakini damu ilianza kutoka mdomoni mwake. Mwili wake ulianza kuzoofika. Kabla hajaanguka kabisa, macho yao yalikutana kwa mara ya mwisho. Kulikuwa na kitu ndani ya macho ya Musa, labda majuto ya kuchelewa, kisha akaanguka. Kimya kilirudi tena, lakini safari hii kilikuwa kimya cha mwisho. Fera alisimama pale kwa muda, akitazama kila kitu kilichokuwa kimeharibika. Mwili wa Musa, watu waliokuwa wameanguka, ukumbi ulikuwa umejaa uharibifu. Kisha akageuka polepole, akirudi pale alipomwacha Aisha. Alipiga magoti karibu naye, akikaa kimya kwa muda mrefu, kana kwamba alikuwa anajaribu kuzungumza na roho yake kwa njia ambayo maneno hayawezi kufikia. Hakukuwa na macho tena, labda yalikuwa yameisha. Labda maumivu yalikuwa makubwa kiasi kwamba hakuhitaji machozi. Nje, asubuhi ilianza kuchomoza polepole. Mwanga wa kwanza wa jua uliingia ndani ya ukumbi ule uliokuwa umejaa giza usiku kucha. Mwanga ule haukuleta faraja, ulileta ukweli. Ukweli kwamba kila kitu kilikuwa kimeisha. Ukweli kwamba ushindi huu haukuwa na ladha ya ushindi. Ukweli kwamba baada ya kuangusha nguzo moja ya Zemaski, mfumo bado ulikuwa hai. Fela alinyanyuka polepole kumchukua Aisha kwa mara ya mwisho. Alimtoa nje ya jengo lile, akitembea bila haraka, bila kuangalia nyuma. Hakukuwa na mtu aliyemzuia, labda kwa sababu waliobaki walikuwa wamevunjika pia, au labda kwa sababu vita yao ilikuwa imeisha hapo. Alipofika nje, alisimama kwa muda mfupi, akitazama anga lililoanza kuwa asubuhi. Kisha akaendelea kutembea, akipotea polepole ndani ya mwanga ule. Na tangu siku hiyo, jina la Fela halikusikika tena. Hakukuwa na mauaji, hakukuwa na mshirika, kulikuwa na kivuli tu. Kivuli kilichobeba kumbukumbu ya mwanamke aliyemfundisha kuamini tena, na dunia ambayo ilimfundisha kuwa kuamini ni hatari kuliko kufa. Bwana, huu ndio mwisho wa simulizi yetu nzuri kabisa, simulizi ya 30 Seconds. Mtunzi ni Felix Okanda, nami ni msimuliaji wako, langu jina naitwa Salki. Nikumbushe tu usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili wa kwanza kuweza kupata simulizi zetu kila pale ambapo tunaachia simulizi mpya. Mwisho wa simulizi hii ndio mwanzo wa simulizi nyingine nzuri. Uwe na wakati mwema. Kwaheri.